Je, umewahi kujiuliza kwamba ni kitu gani cha muhimu sana ambacho wewe kama binadamu unapaswa kukifanya hapa duniani? Nitakwambia. Moja ya swali kubwa la kujiuliza hapa duniani ni kwamba kwa nini upo? Kwa nini Mungu alikuumba? Kwa nini uko hapo ulipo? Swali hilo haliulizwi kimzaamzaa tu, linaulizwa watu makini hujiuliza swali hilo kwa sababu wanahitaji kutathmini kwa kina na kujua kwa sababu gani wako hapo walipo na kwa sababu Mungu aliwaumba. Usipofanya hivyo, maisha yetu yatakuwa ni maisha ya kiutamaduni, maisha ya mazoea, kwamba tunazaliwa, tunakwenda shule, tunafika vyuo vikuu, labda tunarudi, tunatafuta kazi, tunapata kazi, maisha yanaendelea. Na ratiba zingine hizo hazibadiliki kama kawaida. Tunaamka asubuhi, tunaenda tunarudi jioni. Tangu shule ya msingi, tangu shule ya awali, tangu vyuo vikuu, na hata tunapokuwa maofisini ni hivyo hivyo. Lakini pia kumbuka kwamba kuna majukumu mbalimbali tunayofanya. Unaamka asubuhi, unaenda shambani, unarudi, yes, siku imeisha, siku nyingine inafuata. Ni mfanyabiashara, unaamka asubuhi, unaenda, unafanya pilika zote muhimu, unamaliza jioni, unarudi nyumbani, ratiba zinaendelea. Lakini lazima kujiuliza, kwa nini haya yote tunayafanya? Hayo tukishaanza kujiuliza, ndipo tunaweza kujibu wewe binafsi kwamba Mungu amekuweka hapo kwa sababu gani. Tukumbuke kwamba maisha yetu sio ajali. Our life is never an accident. Sio kwamba imetokea tu ajali ndio na sisi tukatokea au ukatokea. Mungu alitaka wewe utokee ili uweze kufanya jambo fulani katika community au katika jamii yetu, na hilo jambo ni lazima ulitafiti kwa kina kwa kujiuliza maswali muhimu ili uweze kupata majibu na kulifanyia kazi. Otherwise maisha yatakuwa ni meaningless. Utaishi maisha ambayo hayana maana na hayatatofautisha na wanyama wengine ambao hawana utashi na akili ya kufikiri na kufanya maamuzi fulani. Kuna ndugu mmoja aliwahi kusema kwamba he who has a why to live for can bear almost anyhow. Yani mtu yoyote yule ambaye anajua kwa sababu gani anaishi, anaweza kuvumilia na kuishi aina yoyote ile ya maisha anayoweza kukumbana nayo. Wewe fikiria kwamba kuna watu ambao wanaishi katika hali ya kuteseka sana, wanakumbana na mambo magumu, lakini unashangaa they are joyful, yani wanakwenda lakini wana furaha wanafanya. Pengine kwa sababu tu wao wamejitafiti na wakijua ni kwa sababu gani Mungu amewaumba, basi hicho wanaamua kukifanya kwa moyo wa furaha. Mimi wanaangalia watu kama madaktari, wanakutana na watu wamepata ajali, damu zinamwagika kila mahali, mama mjamzito amefika analia, watoto wadogo, lakini unaona kwamba wale ndugu wanafanya ile kazi kwa upendo mkubwa na akiwa na furaha. Lakini mwingine anaweza kusema mimi siwezi kufanya kazi ile ngumu, kwanza ninakuwa na hofu napomuona hata mtu amepata accident au anamwagika damu na vitu kama hivyo. Lakini kuna watu wengine wanafanya ile kazi tena kwa moyo, kwa bidii, kuhakikisha kwamba wanaokoa ule uhai. Kwa nini? Kwa sababu probably they have searched the meaning of their life. Wameshatambua kwamba kwa nini Mungu amewaweka hapa duniani. Na sisi pia uwepo wetu duniani hapa ni lazima iwe kwamba sio tu kwa sababu yetu wenyewe, lakini kwa sababu Mungu ametaka tujibu maswali hayo, hasa yatakayolenga kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili watu wengine. Na hivyo ndio tunaweza kusema unaishi ndoto, unaishi maono, lakini pia unaishi maisha yenye maana. Fikiri sana kwa makini. Jaribu kujiuliza maswali sana, kwamba tusiende tu kwa sababu tunaishi maisha ya mazoea, kwa sababu siku ipo tutaamka asubuhi tutaendelea. Ni lazima tujiulize maswali magumu ambayo yatatupatia maana ya maisha yetu. Kwa nini tupo? Kwa nini tupo hapo tulipo? Na Mungu anataka uweze kufanya kitu gani? Tukiweza kufanikiwa hilo, basi tutakuwa umepiga hatua kubwa sana katika maudhui ya maisha yako. It begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.